Makofi mazuri unapoketi. Yesu, makofi mazuri unapoketi katika jina la Yesu. Waweza peana zaidi ya hivyo. Yesu, makofi mazuri. Yesu, makofi mazuri unapoketi katika jina la Yesu. Yesu, makofi mazuri. Tunapoingia katika neno la Bwana, naomba niwashike ugeni kwa neno la mchana wa leo ambao utakayetuongoza. Naamini ya kwamba itakuwa faida. Niwakaribishe waliomo ndani ya kanisa, waliomo nje, wanaopita barabara, wanayetusikiza wakiwa mbali, hata wakiwa karibu. Niwaambie Yesu anawapenda. Yesu anawaza mawazo mazuri, na Yesu ako na mpango mzuri juu ya maisha yako, juu ya maisha ya boma yako, juu ya uzao wa tumbo lako, juu ya mume wako, juu ya watoto wako, juu ya jamii zako. Bwana ako na mpango mzuri. Bwana ako na mpango mzuri. Naomba tuingie neno la Bwana. Niwashike ugeni ninyi wote ambao ni kitabu cha Waefeso mlango wa 6 mstari wake ni wa 3 na wa 2. Waefeso 6 verse number 3 mpaka verse number 4, na ningeomba tu kwa unyenyekevu nisomewe. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 3 na wa 4 nasema, upate baraka na uishi siku mingi duniani. Ninyi wakina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali muwalee kwa nidhamu na mafundisho ya Bwana. Asante. Maandiko haya naomba niongelee kuhusu baraka. Naomba tu unipe dakika zako kidogo, wewe ulio ndani ya kanisa, na hasa wewe unayetazama ukiwa katika mahali popote ulipo. Kitu ya kwanza nikwambie ni asante kwa sababu ya kuwa ukitutazama. Nikwambie ni asante tena kwa sababu umekuwa ukitutazama mahali pale na ukituangalia na ukitufuata. Mungu wa amani akulipe. Bwana wa amani akusaidie. Bwana wa amani akulipe hiyo data unayetumia, hiyo data unazotumia, hiyo wifi unayetumia kwa sababu ya kututazama. Tunaomba Bwana wa amani akuonekanie na akulipe na akupe baraka mingi na kutenda mahitaji zako na shida zako. Maandiko inasema vizuri kwamba ulee watoto, inaongelea kuhusu baraka. Na baraka hivi zinavyoongelea, inaongelea kuhusu mtu jinsi akosapoti kukaa katikati ya mtoto na wazazi wake, katikati ya mimi na baba yangu aliyenileta ulimwengu huu na mama yangu, wazazi wangu. Unajua zamani kwa Bible ladies hawakuwa wanatajwa, wanaandikwa sana. Ndio maana ikasema baba, muwalee watoto katika busara. Busara ni tabia ziliye na kiungu, ni tabia za kufaa mafalio mazuri, ni tabia za mtoto akajua yeye ni msichana, ako support kufaa mafasi gani. Maandiko inasema vizuri, mulee watoto katika busara za kumpendeza Bwana Mungu. Bwana Mungu mugani? Bwana Mungu aliye hai, Bwana Mungu ambao aliyekupea kisasi, Bwana Mungu aliyekupea watoto, Bwana Mungu aliyekupea hao watoto. Kuna siku wewe unayenitazama uliolewa, ukafanya harusi, baada ya hapo ukamaliza mwaka hujapata mimba, ukaambia Bwana, ninaomba unipe mtoto, ninaomba unipe watoto, ninaomba unipe watoto wazuri, ninaomba unipe watoto wa kukupendeza, naomba unipe watoto watakaye kutii, watakaye kufuata, watakaye kuheshimu. Sasa Bwana alipokupa watoto kama mzee mwenye boma, alikufusha kuwalea
kwa tabia za kiungu, kwa tabia za busara, kwa tabia zinayompendeza Mungu. Kwa sapoti kujiuliza vizuri, hiyo kisasi uko nacho wewe ambapo unaitwa mama, wewe ambao unaitwa dad, wewe ambapo unaitwa shosho, wewe ambao unaitwa babu, hiyo kisasi chote kwa sababu ni chako. Umekilea kwa busara za uungu, umekilea kwa mapenzi inayompendeza Muumba mbingu na nchi, inayompendeza anayenyeshesha mvua, inayompendeza anayewakisha jua, inayompendeza anayeua mtu na anafufua. Yako na uwezo wa kufufua, ako na uwezo wa kufufua sababu alifufua Lazaro. Sasa lazima ujiulize maswali kwamba Bwana alikupa kisasi kama king mwenye boma, hasa naongelea wazee sababu ndio wametajwa, baba ambao ndio head is the boma, head katika house. That's why my head within house, ile nyumba naishi, hata kama ni ya kukomboa, hata kama ni ya kukomboa, hata kama ni tenant, mimi ndio ninalipa. Mimi ndio the head, mimi ndio the head within house. Sasa mimi ndio ninalipa, mimi ndio naitishwa pesa ya kulipa landlord, maana mimi ndio the head. Ninalea kizazi changu katika msingi unayempendeza Kristo Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Naye shingo sasa ni mke wangu msaidizi, naye msaidizi wangu ananisaidia tulee watoto katika msingi wa Mungu, katika msingi wa Mungu. Ili hao watoto tukiwalea katika msingi wa Mungu, haitaleta kupigana katikati yangu na watoto, katikati yako na watoto. Kati nilipokuwa nasoma hiyo mstari, nitafakari mabishano ya mtoto na mzazi huwa inatoka wapi? Sababu hapo nisoma nikasikia ati na wewe baba usimchokoshe mtoto wako. Hiyo ni kusema nini? Ati na wewe baba usimchokoshe mtoto wako. Nilikuwa natafakari najiuliza aje, hii neno wewe baba usichokoshe mtoto wako, unajua ni neno moja, pati ni neno sijui kana kwamba wewe utaichukua na uzito kama vile mimi naichukua na uzito. Jikana kwamba wewe utaielewa vile mimi nasikia moyo wangu ukielewa na ukiibeba na uzito. Wakati mtoto wanachokosana na baba yake ama na mama yake, huwa hiyo inaingia mtoto ni yeye atakayeumia. Mtoto ni yeye atakayeumia. Na hapo ndio tunakuta watoto wanapata laana katika wazazi. Na hiyo laana wakipata katika wazazi inatuma wapate ndoa mbaya, wapate watoto si wazuri, wasumbuke kikazi, wasumbuke kimaisha. Lakini ndio huyu mtoto wakuja kujibiana na mzazi wake. Hii mambo inatoka katika vile mtoto alilelewa pale, vile mtoto alilelewa back to home, vile alilelewa pale na baba yake na mzazi wake. Ina mada sana. Ndio maana sasa wanakuja kujibiana. Na ni vizuri wakati mwingine sisi wazazi, licha ya ufifu wa sisi watoto, licha ya ufifu ya watoto wako, licha ya watoto wako kuwa ni wafifu kuongea, yaani wanaongea bila speed governor, uombe Bwana akupe ulimi wa kubariki. Omba Bwana akupe ulimi wa kubariki. Omba Bwana akupe neema, wewe mzazi, neema ya kubariki uzao wa tumbo lako, uzao wa tumbo lako. Heri mzazi yule anawekelea tumbo lake mkono, kitovu chake mkono, anabariki watoto wote aliyewapata, watoto wote aliyewapata, anawaombea, anawabariki, ananena tu baraka juu ya maisha yao, ananena tu baraka
juu ya maisha yao kuliko kuwatawanya, licha ya kuwa wamekutenda dhambi, licha ya kuwa hawajakupa heshima ile unahitaji, licha ya kuwa hawajakuweka ile level ungetaka wakuweke. Kuna mzazi ambao angetaka mtoto, alichukua mtoto akamzaa akamleta dunia hili, lakini alimzaa akamleta dunia, akona tarajio ya mtoto amubaie gari kubwa, na mtoto mwenyewe mpaka ameshindwa kusoma. Sasa kwa sababu akona tarajio ile gari na hajaipata, ananenaga hila ndani ya yule mtoto kila wakati, kila wakati, kila wakati, kila wakati. Kuna mzazi mwingine atoshelekagi. Nataka nikuambie ukweli leo, kuna mzazi atoshelekagi. Narudia tena, kuna mzazi atoshelekagi. Umbaie suti hata tosheleka, umbaie gari hata tosheleka, umbaie sijui nyumba hata tosheleka. Hawezi tosheleka kwa sababu kwa moyo wake alikulea ukiwa mtumwa, alikulea ukiwa kama property. Ni kama wewe ni property. Wazazi wacha kulea mtoto kama property, wacha kulea mtoto kama ni business, wacha kulea mtoto ni kama ni kampuni umeweka. Yaani unalea mtoto ni kama kampuni, ni kama kampuni uliyoweka. Kuna mzazi mmoja aliyenifurahisha, aliniambia nataka nilee hawa watoto hata wasiponisaidia wajisaidie. Nataka usikie wadi, wasiponisaidia wajisaidie. Mzazi mwingine akaniambia mimi nataka niwe na kitu kile nitakuwa nikitumia wakati nitakuwa mzee pamoja na mke wangu. Nitafuta kitu yangu, sikungoja watoto, ili watoto wakikuja na kile wako nacho ninawabariki na hata ninawapea. Kuna mzazi mwingine alinifurahisha. Yeye mnaenda kwake, mkifika kwake anakupea. Yaani yeye anataka akuongeze. Heri uwe mzazi ambao ni wa kubless mpaka unakuta tosokoro. Toto tunakuita maito, tunakuita muka, tunakuita shosho, tunafurahia tukikuja. Sikia tunasema kwa shosho tutapata mayai, kwa shosho tutapata kuchinjiwa kuku, kwa shosho tutapata kuchinjiwa mbuzi, mpaka watoto wanapigania kukuja katika kwako. Hauwezi ukachota maji, lakini kuna wazazi wale kazi yao hawatoshekagi, mpaka watoto wadogo ukiwaambia twende kwa shosho waitu, mimi siendi. Twende kwa shosho, mimi siendi, kwa sababu huyu shosho mpaka ni mugamu. Huyu shosho ni mugamu, hawezi mpaka akabless watoto wadogo. Ni heri tuwe na roho wa kubless, tuwe na roho wa kubless, tuache kupigana na watoto. Unajua nyinyi wazazi tu bado mko mbele, werefu wenyu na wetu hauwezi ukatoshana. Wisdom ya wazazi, mimi hakuna wakati wisdom yangu itawahi toshana na wazazi wangu. Haitawahi. Hata wewe umesoma mpaka uko na madigiri ngapi, kaa ukijua hakuna siku werefu wako utakaye toshana na wazazi wako. Sababu nimejaribu kujiuliza, kwa nini mtoto kijana ama msichana wajibiane na wazazi? Kwa nini watokosane? Nikajiuliza, baba na mtoto wanachokosana kwa nini? Wanaingiliana kwa nini? Wanaingiliana kwa sababu kuna vile mzazi alikuwa anatarajia. Kuna vile mzazi alikuwa anatarajia, but hujaweza kufanya vile alikuwa anatarajia ufanye. Hujaweza kumtimizia ama kumtendea kile ambapo angetaka atendewe. Mzazi wewe unataka tukutendee kitu, tutumie tubariki, tutembee mate ya baraka, tutembee mate ya uzao wetu, tutembee mate ya promotion, tutembee mate ya kibali, ili tuweze kuweza kukuweka hiyo maisha unataka tuweze kukuweka. Sababu hata sisi tunalemewa na maisha yetu.
Tunalemewa mpaka na wake wale mke mwenye tuko naye. Mtu analemewa mpaka na mke wake, analemewa mpaka na bibi mwenye ameoa. Mtu unakuta mpaka amelemewa na watoto wake, amelemewa na vijana wake, amelemewa na familia yake, amelemewa na kujivalia nguo. Na wewe unataka kuna vile ulimulea ukiwa na tarajio. Tafadhali, wacha nitumie wadi tafadhali. Naomba kwa unyenyekevu sana, kwa unyenyekevu sana, kwa unyenyekevu sana. Narudia, ninaomba kwa unyenyekevu kwa wazazi na kwa watoto, sisi zote tuache kujibiana na wazazi wetu. Sisi watoto tuache kujibiana na wazazi wetu. Ya pili, sisi ambao tuko kanisa, tuko ambao tumko katika wazazi ama tumeokoka, tuache kukaa katika maisha ambao ni ya sisi wazazi kulea watoto tukiwa na tarajio. Labda ukiona mtoto unaona V8 ama V10. Labda ukiona kijana hivi kama mimi amenyoroka, unangoja nyumba ya mawe. Ni sawa, tunitabirie Bwana ipate hiyo uwezo ni kuweka hiyo nyumba ya mawe. Nitabirie tu Bwana, uko na uwezo wa kunifundisha hiyo baraka kuliko kunilaani. Wakati ule unanilaani, unanishusha chini. Unanishusha chini. But ukiona hiyo nyumba ya mawe unahitaji kutoka kwangu, ambia Bwana, bariki huyu mwanao. Ambia Bwana, inua huyu mtoto. Ambia Bwana, na unataka huyu mtoto aende kiango kingine. Nitoe kiango ya chini, nipeleke kiango ya juu. Ambia Bwana, unanibless. Nipiga magoti, piga magoti chini. Ambia Bwana, hii uzao wa tumbo langu nimekataa spirit ya kiango. Naomba awe ana kiango. Uniondolee spirit ya kunifinyilia. Na wazazi, tafadhali tuache kupeleka watoto wetu kwa uganga. Tupeleke watoto wetu kwa nyumba la Bwana. Tupeleke watoto wetu kwa kanisa. Tupeleke watoto wetu kwa kanisa la Kristo. Tuache kupeleka watoto kwa njia ya kiuganga, kwa njia ya kiuchawi. Kuna watu wanakuja kanisani, tunawaombea, walipelekwa katika jinsi ya uganga wakiwa watoto wadogo. Hatuelewi ya kwamba watasaidika aje. Tuombee hao watoto, tuwapeleke katika nyumba la Mungu, tuwapeleke katika nyumba la Mungu. Wacha watoto wako wajuage unaombaga jioni na unaomba asubuhi. Elea watoto katika msingi wa kiungu. Ombea watoto asubuhi wakiamka, ombea watoto jioni wakilala. Hiyo ndio ombi yangu ninawaomba. Sijawaambia lazima mfanye. Na wasi na ninawaomba tufuse watoto maombi mapema na kuomba na tusilee watoto kama watumwa. Tuwalee kama zawadi. Maandiko yanasema mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Nawe mtoto, nikiwa hapo mimi niko hiyo party. Wewe mtoto, tukiwa na wewe, tujaribu sana kupenda wazazi wetu na kuwasaidia mahali tunaweza, na hapo pengine Bwana atuwezeshe na tuweke wazazi wetu maisha mazuri, sababu kuna mtu anaomba anasema aniwish mzazi wangu angekuwa hai. Aniwish mzazi wangu angekuwa hai. Maana kewe GNC na wewe mtoto mwingine, nataka nikwambie kitu moja. Kuna siku hiyo namba ya mama yako ama ya baba yako itakuwa mteja. Unasema sasa nitapigia nani? Sina mzazi wa kupigia. Wewe uko na namba ya kupiga, ipige wakati huu. Wacha ukaa kama upigii mama yako simu. Wacha ukaa kama upigii baba yako simu. Kuna siku kuna mtu anatafuta namba anajua namba ya mzazi wake, lakini anajua mzazi alikufa. Ana mahali pa kupiga simu. Siku moja nilikaa mahali nikajiuliza, na hii namba mwenye hii namba ako wapi? Nikakumbuka mwenye hiyo namba hayuko. Unajua nilichukua nikaipiga. Na najua hayuko.
najua alizikwa, but nikaipiga nisikie kule inaenda. Roho yangu ikaniambia ni vizuri watu wawe wanapigia wazazi wao simu wakati mwingi. Wewe unakaa mwezi mzima hujaipigia mama yako, unakaa miezi 2 hujaipigia baba yako, unakaa hiyo siku hujaipigia hata wazazi kuwajulia hali. Nimekuonya, wachana hiyo jambo. Pigia wazazi simu, wasalimie, watembelee, na ukienda nyumbani, enda nyumbani kwa njia ya amani, toka nyumbani kwa njia ya amani. Wacha baba yako, wazazi wako wakikuona waone matunda mazuri, wawache kuona matunda mabaya, sababu hiyo baraka unataka ndani ya wazazi iwezi ikatoka ukienda na kiburi, iwezi ikatoka ukienda na hasara na hasira na kelele. Hiyo baraka itatoka kwa sababu ya unyenyekevu, upole wako, kunyenyekea kwako, ili sasa mzazi aseme kama Yakobo, aseme kama sasa ubarikiwe kama Yakobo kwa amani. But huwezi barikiwa kwa sababu ya kifua. Usijaribu kwenda nyumbani na kifua. Na kwenda nyumbani na kifua na kiburi. Enda nyumbani ujue hawa ni wazazi wangu, hata kama unaongea Kiingereza na mapua. Hata kama unaongea Kiingereza na mapua, wazazi watabaki kuwa wazazi. Hawatachange. Hata hao ndio walikusomesha wakatuma uongee Kiingereza, hata kama wajui kuandika, hata kama ni kiwete, hata kama ni walemavu. Vile tu wako ni hao walikupanguza mafi, ni hao walikutoa makamasi, hao walikuvalisha nguo, ni hao walikuosha. Nani wazazi? Msiwachokose watoto wenu, msiwachokose watoto wenu. Jaribuni kushikana, wazazi na watoto. Jaribuni kuleta unity within family, unity within family. Wacheni kutenganisha. Mungu amani wabariki na watende mema, na tuombeane, na tunawaombea, tunawish the best. Bwana walinde na Bwana wahifadhi. Asanteni.